Hivi ile issue ya Zali la Mentali, ile ilikuwa ni issue ya upande wako wewe? Ile ni story ya kutunga tu ile. Haikuwa kwangu wala kwa mtu yote, lakini ilikuwa ni story tu. Nilikaa chini nikafikiria inakuaje, kwa sababu nilikuwa naona watu wengi wampigika maskani na watoto wengi wakishua walikuwa hawazimiki na watoto wa maskani. Nikaona nitengeneze connection ya kati ya watoto wakishua na watoto wa maskani waliokata tamaa na vitu vingine kama hivyo. Na ile iliwapa nguvu sana watu wengi wa maskani, ambapo baadaye wengi walikuja kujipatia Zali la Mentali wao pia na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Kwa shuhuda zikaanza rasmi, Profesa. Yeah, ndio maana nakwambia ni muziki wetu ulikuwa unaishi, kwa sababu yani tulikuwa naimba vitu vya kihalisia. Watu wengi sana walikuwa wananifuata wananiambia, bwana mimi kama mmeniimba mimi kwenye ile ngoma, kwa sababu na mimi nilipata Zali kama lile na vitu vingine kama hivyo. Okay. Yeah. Hiyo ni moja, lakini pia kuna nyimbo nyingine ukaja kuact kama daktari, ukaona utoa verse pale ukiwa na Ferusi. Yeah. Na ile pia watu walikuwa wanakufuata pia kukuambia bana kile ulichotuambia labda kimekutacha au ilikuwaje? Sio ile Chemsha Bongo, ndo kuna mtu alinifuata kutoka Merelani aliniambia bana hii umeniimba mimi mzee, yani kwa sababu yeye alikuwa na hela zamani yani alikuwa anafanya kama nilivyofanya mimi kwenye Chemsha Bongo. Kwa hiyo yeye akategemea kama mimi nimemwimba yeye, lakini mimi sikuwa namjua na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni maisha halisi ambayo tulikuwa naimba, watu walikuwa wanatokea. Na kwa sasa watu wanaangalia sana maslahi kuliko uhalisia wa mambo yenyewe na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Na unafikiri kwa nini inasababishwa na hiyo hali inasababishwa na nini? Ni mindset tu za watu, kwamba watu wanaangalia sana biashara kuliko content na vitu vingine kama hivyo. Sisi tulikuwa tunaangalia sana heshima kuliko pesa na vitu vingine kama hivyo.